Mwaka 1963, nchini Kenya kulikuwa na vyama vingi vya siasa. Hata hivyo, mwaka 1982, kipindi cha utawala wa Daniel Arap Moi, bunge lilipitisha marekebisho ya katiba yaliyofanya Kenya kuwa rasmi taifa la chama kimoja na kufanya siasa ya upinzani kuwa kosa la jinai. Wanasiasa na wanaharakati walianza kudai kurejeshewa mfumo wa vyama vingi. Miongoni mwao waliokuwa mstari wa mbele ni Kenneth Matiba, Charles Rubia, Jaramogi Oginga Odinga, Masinde Muliro, Paul Mwite na Martin Shikuku. Baada ya mapambano ya muda mrefu, wanaharakati na wanasiasa waliamua kufanya maandamano ya kudai haki ya vyama vingi yaliyofanyika Julai mwezi wa 7 mwaka 1990 na yanakumbukwa na kuenziwa mpaka wa leo. Vurugu na misukosuko ya kisiasa ilitanda na wengi waliokosoa serikali ya Moi walijibiwa na ukandamizaji mkali, wengine walikamatwa, wakateswa na kufungwa bila kesi. Ndipo akina mama ambao watoto wao walikamatwa kwa kufanya harakati za kisiasa waliamua kuandamana wakiwa uchi kudai haki na watoto wao waachiwe. Akina mama hao walifahamika kama Mothers of Political Prisoners na miongoni mwao walikuwa Monica Wangu Wamwere, Milka Wanjiru Kinuthia, Lea Wanjiru Mungai, Veronica Wambui Ndutu na wengine wengi. Ikumbukwe kwamba kitendo cha mama kuvua nguo kwenye tamaduni za Kiafrika inamaanisha laana ya mama kwa mwanae, na hii ilitikisa serikali na jamii kiujumla. Akina mama hao na raia wa Kenya kiujumla walionyesha ujasiri mkubwa, na baadaye ujasiri wao ulizaa mwamko wa kidemokrasia na haki za kibinadamu, kuimarika kwa nafasi ya wanawake kisiasa, kuamsha ujasiri wa raia kupinga udhalimu, na hata baadaye katiba ya Kenya kurudishwa kuruhusu vyama vingi vya kisiasa. Baada ya kupata